Jina la Bwana libarikiwe. Katika somo hili tutaangalia mambo manne, alafu tutaweza kumaliza somo letu. Jambo la kwanza tunaloliangalia ni hali ambayo inampata kila mtu maishani, na hasa watu wa Mungu wenye haki. Napozungumzia wenye haki, tunazungumzia watu waliochagua kuwa upande wa Mungu, walioamua kuwa upande wa Mungu. Kwa hiyo tutashughulikia au tutaangalia jambo la kwanza, hali ya udhia au mateso kwa wenye haki. Kizingatia somo letu lina kichwa kinachosema kusimamisha shauri la Mungu penye udhia. Kusimamisha shauri la Mungu penye udhia. Kwa hiyo tutaangalia hali ya udhia au mateso ya wenye haki, watu ambao wako upande wa Mungu, hali zinazowapata katika maeneo mbalimbali ya maisha ya kibinafsi, yani ya kiroho na kimwili, lakini pia maisha ya kijumuiya au katika huduma. Na jambo la pili tutaangalia juu ya kusimamisha shauri la Mungu maishani. Lakini jambo la tatu tutaangalia uthibitisho wa kibibilia kuhusiana na ushindi kwa watu walio kwenye upande wa Mungu, yani kusimamisha shauri la Mungu. Lakini pia tutaangalia uthibitisho wa kibibilia wa kushindwa kwa hila za shetani. Lakini jambo la nne tutaangalia nguzo zinazosimamisha shauri la Mungu, na tutaweza kumaliza ujumbe wetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaanza na hali ya udhia na mateso kwa wenye haki. Hali ya udhia. Napozungumzia udhia, neno jingine ni mateso. Hali ya mateso inayoweza kuwapata wenye haki. Na kama ambavyo tumeona kwenye Mithali sura ya 19, ina kipengele A na B. Na kipengele A tunaona mwandishi anasema mna hila nyingi moyoni mwa mtu. Kwa hiyo hizo hila ndizo ambazo ni sababu kubwa ya udhia au mateso kwa watu wa Mungu au wenye haki. Hizo hila. Kwa hiyo hila ndizo zinazosababisha udhia na mateso kwa watu walio upande wa Mungu. Na hizi hila unaweza kujiuliza zinatoka wapi?
mwanzilishi wa hila ni Shetani. Kwa hiyo hila zinatoka kwa nani? Kwa Shetani, na kuingizwa katika moyo wa mwanadamu. Kwenye bustani ile ya Edeni, tunaposoma sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 5, tunaona Shetani alikuja akiwa na hila, na tunaona hiyo hila ya Shetani ikaingia ndani ya moyo wa mwanadamu na ikasababisha mateso makubwa kwa mwanadamu. Mauti ambayo haikuwepo ikaingia. Kwa hiyo tunaona kwenye Mithali anaposema mna hila nyingi moyoni mwa mtu, tunaona hizo hila chanzo chake ni kutoka kwa Shetani. Na kama neno la Mungu linavyosema, na wala msimpe nafasi Ibilisi, tunaona Hawa alipompa nafasi Ibilisi akaingiza hila katika moyo wake, kaingiza hila nyingi. Na tunaona hata Adam, kwa kukosa msimamo na kutotambua wajibu wake yeye kama kiongozi, akaruhusu pia hizo hila zikaingia katika moyo wake. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kwenye Wakorinto wa kwanza sura ile ya 2 mstari ule wa 11. Korinto wa kwanza sura ile ya 2 mstari ule wa 11, tunasoma hivi: maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila Roho wa Mungu. Kwa hiyo Biblia inasema ndani ya moyo wa mwanadamu kuna hila nyingi, kama ambavyo tumesoma kwenye Mithali. Lakini hizo hila anayezifahamu ni mtu mwenyewe na roho yake. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana hapa kwenye Wakorinto wanasema kama hila zilizoko kwenye moyo wa mtu sio rahisi kuzitambua, anayezitambua ni mtu mwenyewe. Vivyo hivyo mambo ya Mungu hakuna awezaye kuyafahamu isipokuwa roho ya Mungu au Roho wa Mungu ndiye anayeweza kuyafahamu. Na kwa sababu Roho wa Mungu anayafahamu, ukiendelea kusoma hapo anasema, lakini sisi Mungu ametufunulia yale mambo ya Mungu, ametufunulia kwa roho wake, ili uweze kuyafahamu mambo ya Mungu. Uweze kuyafahamu mambo ya Mungu isipokuwa tu kwa Roho wake. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwenye Injili ya Mathayo pia sura ile ya 15 mstari ule wa 19 tunasoma hivi: akawaita makutano akawaambia, 15:19, kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya, uuaji, uzinzi, uasherati, wivi, ushuhuda wa uongo,
na matukano. Unaona jinsi moyo wa mwanadamu unavyokuwa. Kwa hiyo hayo yote yamekuwepo ndani ya moyo wa mwanadamu kwa sababu ya mwanadamu kuruhusu hila ya Ibilisi, na Ibilisi akayaingiza hayo kwenye moyo wa mwanadamu. Na ndio maana kwenye Yeremia 17:9 anasema moyo huwa mdanganyifu, una ugonjwa wa kufisha au kuua. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Hila za shetani ndizo ambazo zilituletea uharibifu katika maisha ya mwanadamu, lakini pia katika ulimwengu ambao uliumbwa ukiwa na hali njema. Kama ambavyo nimetangulia kusema kwenye ile Mwanzo 3:1 mpaka 5, unaona hila ya shetani ilikuwa ni sababu. Lakini ukiangalia pia mateso ambayo Ayubu aliyapata, mateso ambayo Ayubu aliyapata au udhia ambao Ayubu aliweza kuupata, sababu yake ilikuwa ni hila ya shetani. Kwenye Ayubu 1:11-12, kitabu cha Ayubu 1:11 na 12, tunasoma hivi: lakini nyosha mkono wako sasa uyaguse hayo yote alionayo, naye atakukufuru mbele za uso wako. Bwana akamwambia Shetani, tazama yote alionayo yamo katika uwezo wako, lakini usinyoshe mkono wako juu yake yeye mwenyewe. Basi Shetani akatoka mbele za uso wa Bwana. Kwa hiyo kwenye Biblia tunapata habari za mtu wa Mungu Ayubu ambaye alipata majaribu makali sana. Alipata majaribu ya kupoteza kila kitu, lakini pia aliweza kupoteza hata afya yake kwa muda wa miaka 3, akiteseka, akiwa na udhia, akiwa na mateso. Ni kwa sababu ya hila za shetani. Tunaona chanzo cha majaribu yake ni pale shetani alipoenda kumshtaki kwa Mungu kwamba furaha ya Ayubu na imani yake kwa Mungu kwamba ilitokana na baraka ambazo Mungu alimbariki. Lakini tunaona hapa kwa sababu Mungu alikuwa anamwamini mtumishi wake, anamwambia hayo yote unayosema ni uongo, si kweli. Na kama unataka kujiridhisha, nenda kaondoe zile baraka, uone kama hata endelea kuniabudu. Na shetani aliporuhusiwa akafanya hivyo, akamuondolea kila kitu, lakini bado Ayubu aliendelea kumtukuza Mungu na kumuhimidi. Kwa hiyo lile jaribio lake alikuweza kufanikiwa, na alipoona kufanikiwa, basi akarudi kwa mara nyingine. Ukiendelea kusoma kwenye Ayubu 2, unaona akarudi kwa mara nyingine akamwambia, haya uliompa majaribu ni ya nje, haya ni majaribu ya nje tu, hujagusa mwili wake, hebu gusa mwili wake. Pale tunaona shetani anamwambia Mungu kwamba jaribu linalofuata aruhusu ngozi kwa ngozi, yani mwili wake uguswe.
Lakini tunaona hata katika jaribu hilo la pili bado Ayubu alisimama imara, na maandiko yanasema katika mambo hayo yote Ayubu hata tu kumwazia Mungu kwa upumbavu hakuweza kumwazia. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo mateso ya Ayubu yalisababishwa na hila za shetani, kutoka kwa shetani moja kwa moja. Lakini kwenye Mithali 19 mstari ule wa 21 anaposema mna hila nyingi moyoni mwa mtu, pia tunaona mateso ya Yusufu aliyoyapata yalitokana na hila za ndugu zake. Mioyo yenye wivu, mioyo yenye chuki, ndio ilikuwa sababu kubwa ya mateso ya Yusufu. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kwenye ile Mwanzo 37 unaweza kusoma na kuendelea. Kwenye Mathayo 10:36. Kwa hiyo mateso na udhia ambayo Ayubu aliyapata, ambayo Yusufu aliyapata, lakini pia tunaposoma hila za mfalme Herode pia zilisababisha watoto wasiokuwa na hatia kuuawa. Kwa sababu tunaposoma kwenye Injili ya Mathayo, wakati mamajusi walipokuwa wanaenda kumsujudia Yesu, walipita kwa mfalme Herode, na walipopita kwa mfalme Herode walimweleza sababu ya safari yao, kwamba wanaenda kumsujudia mfalme mwingine aliyezaliwa ambaye ni Yesu. Na kutokana na hila ya Herode, akawaambia mamajusi kwamba nendeni mkafanye uchunguzi wa kutosha, kama kweli kuna huyo mfalme aliyezaliwa, mje wakati mnaporudi, mje mnipashe, mnipe habari, ili na mimi niende nikamsujudie. Lakini alichokuwa anakisema akikuwa kitu cha kweli, ila ilikuwa tu ni hila. Na tunaona hizo hila zake hazikuweza kufanikiwa. Shauri la Mungu ndilo lililosimama, kwa sababu ule mpango wa kumua Yesu haukuwezekana, na badala yake tunaona akawaua watoto wasiokuwa na hatia. Kwa hiyo yale mateso ambayo yalitokea ya watoto kuuawa, sababu yake ni hila za mfalme Herode. Kwa hiyo unaona hila za shetani, hila za nduguze Yusufu, hila za mfalme Herode ndizo ambazo zilikuwa ni sababu ya mateso makali kwa watu wa Mungu. Tunaposema kusimamisha shauri la Mungu penye udhia, neno udhia lina maana gani? Neno udhia
tunalitumia kumaanisha hali ya udhia, kama ambavyo tumeona udhia wa kwanza uliompata Adamu na Hawa. Bwana asifiwe sana. Kwenye ile Mwanzo 3 mstari ule wa 6 anasema, mstari wa 7 anasema, wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. So unaona hapo mwanzo hakukuwa na udhia, hakukuwa na mateso, lakini kutokana na ila za shetani sasa hawa wamejikuta, maandiko yanasema wako uchi, hali yao ikabadilika. 19 maandiko yanasema mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana umponya na hayo yote. Kwa hiyo tunapozungumzia kuhusiana na udhia, tunamaanisha ugumu au kikwazo ambacho mtu wa Mungu anakabiliana nacho. Na ninaamini kama neno la Mungu lilivyosema kwamba mateso ya mwenye haki ni mengi, hakuna mtu ambaye yuko kwenye upande wa Mungu asiyekuwa na udhia. Najua siku moja Petro akamuuliza Yesu, akamwambia, sisi tumeacha vyote tukakufuata, tutapata nini basi? Yesu akamwambia, yeyote ambaye ameacha mashamba, ndugu na vitu vingine, atapata mara 100 hapa duniani. Lakini alipokuwa anaelezea yale atakayoyapata, mwishoni anaweka neno udhia. Kwamba yeyote ambaye ameamua kumfuata Yesu, maisha yake hayatakuwa tu ni ya baraka peke yake. Kuna watu ambao wanaimba, wanasema ni tambarare kwa Yesu. Lakini nafikiri mtu aliyetunga huo wimbo hakuwa ametafakari sana. Ukisoma kwenye Wafilipi pia anasema, hatukupewa tu kumwamini Yesu, lakini pia tumepewa pia kuteswa pamoja naye. Kwa hiyo Yesu alipokuwa anamwambia Petro kwamba atapata mara 100 katika mambo mengine, katika baraka zote ambazo anastahili kuzipata, lakini tunaona akaweka na neno udhia. Hakuacha kusema kwamba vile vile hata mateso yatakuwa ni sehemu ya mtu aliye upande wa Mungu. Ndio maana sehemu nyingine pia maandiko yanasema, msione kuwa ni ajabu ule msiba unaowapata au yale majaribu yanayowapata ninyi kama moto kuwajaribu. Msione kuwa ni kitu kigeni, kwa sababu ni sehemu ya maisha, au ni mambo ambayo yapo kwenye njia ambayo watu wa Mungu wameichagua. Na kama ambavyo tumeona, pamoja na kuwepo, kama ambavyo tumeona kwenye somo letu kwamba mna ila nyingi moyoni mwa mtu, lakini tunaona pamoja na hayo mateso, pamoja na hizo hila,
anaposema mateso ya mwenye haki ni mengi, haishii tu hapo. Anasema lakini Bwana umponya na hayo yote. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo neno udhia lina maana ya ugumu au kikwazo, na kila mtu wa Mungu anaweza kukutana na udhia, ugumu au kikwazo. Lakini udhia pia una maana ya mkwamo au kushindwa kuendelea mbele. Tunaona wana wa Israeli walipotolewa na Musa utumwani Misri, walipofika bahari ya Shamu wakakwama, wakashindwa kuendelea mbele, wakaanza kumlilia Musa. Lakini jina la Bwana libarikiwe, kwa sababu shauri la Mungu lilisimama. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Sielewi ni kikwazo gani kimesimama mbele yako, kama ilivyokuwa kwa wana wa Israeli. Mbele yao kulikuwa na bahari na nyuma yao kulikuwa na jeshi la adui, Farao akiwafuatia. Na wakaanza kumlilia Musa. Lakini kama ambavyo tumesoma kwenye Mithali, shauri la Bwana lilisimama. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Ujumbe wangu siku ya leo, ninataka tu uelewe kwamba kikwazo chochote kilichoko mbele yako, kwa maisha yako ya kibinafsi au kwa maisha yako ya huduma, haijalishi hata kama ni kikwazo cha namna gani, lakini habari njema ni kwamba shauri la Mungu ndilo litakalosimama. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Nina uthibitisho wa kile ninachofundisha. Udhia ni pale pia mtu anaposhindwa kufikia malengo yake. Alitazamia kuvuna vingi, amevuna vichache. Huo ni udhia. Na kama unavyojua, sasa hivi kilimo cha sasa hivi sio kama kile cha zamani. Kilimo cha sasa hivi ni uwekezaji. Uweze kufanikiwa kilimo cha sasa hivi ni lazima uwekeze, utumie pesa. Wewe unaweza kutumia pesa nyingi, lakini matokeo yakawa tofauti. Ulitegemea kuvuna vingi, lakini umevuna vichache. Huo pia ni udhia. Kwa hiyo penye udhia wote pale, penye mateso yoyote pale, panatakiwa shauri la Mungu lisimame. Na mwenye kulisimamisha hilo shauri ni wewe mwenyewe unayenisikiliza. Utalisimamishaje? Endelea kufuatana nami kwenye ujumbe huu na utapata majibu yote. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Lakini pia neno udhia linamaanisha pia kuwa njia panda.
yani kutokuwa na maamuzi. Yani hali ya huo udhia imekuchanganya hata unakosa la kufanya, kwamba nifanye nini sasa kulingana na hiki kilichotokea au kilichoko mbele yako. Neno udhia pia linamaanisha vita, upinzani mkali kutoka kwa Ibilisi. Upinzani wa kiroho unaweza ukawa pia upinzani wa kimwili, kama ilivyotokea kwa Ayubu. Naona Ayubu vita vyake vilikuwa katika ulimwengu wa roho, lakini vikaja pia kwenye ulimwengu wa mwili. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo katika hali hiyo mbaya ya udhia, mapenzi ya Mungu katika hali hiyo au katika hali hizo ni kusimamisha shauri la Mungu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Tunapoangalia udhia wa kwanza uliotokea katika bustani ya Edeni, japo tunaona Adam na Hawa baada ya ule uasi wakaanza kukimbia uso wa Mungu, lakini tunachokiona mapenzi ya Mungu yaliendelea kutimizwa, kwa sababu Mungu aliwafuatilia kule walipokuwa. Na Mungu hakuwafuatilia tu, lakini alifanya kitu. Wao walipokuwa wametengeneza majani ya mtini, wameshona majani ya mtini na kuyavaa, tunaona Mungu kwenye ile Mwanzo 3:21 akawavika mavazi yaliyo bora, akawavika mavazi ya ngozi. Ina maana mnyama aliuawa, alichinjwa na damu yake ikamwagika, ikawa ni upatanisho kwa Adam na Hawa na Mungu. Kwa hiyo tunaona mapenzi ya Mungu yalitimizwa, na tunaona Mungu akitangaza mpango wa muda mfupi huo wa upatanisho kwa njia ya wanyama ambao upo katika Agano la Kale, lakini tunaona anatangaza mpango wake wa kudumu wa ukombozi wa mwanadamu kwenye ile Mwanzo 3:15. Tunaona anasema uzao wa mwanamke utauponda uzao wa nyoka kichwa. Na hapo tunaona Mungu akionyesha ushindi ya kwamba shauri lake au kusudi lake au mipango yake itasimama wakati wote. Kwa hiyo tunaona pia hapo mapenzi ya Mungu yaliweza kusimama. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Kama shauri la Mungu liliweza kusimama wakati ule Adamu na watu walipoasi, shauri la Mungu kama maandiko ambayo yametutangulia yanavyosema litaendelea kusimama pia katika maisha yangu, katika maisha yako. Lakini wewe pia unahusika kulisimamisha shauri la Mungu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu fikiria kama Adam na Hawa wangeng'ang'ania yale mavazi yao
waliojitengenezea ya majani ya mtini. Hebu fikiria kama wangeng'ang'ania. Mungu anawaambia ameshachinja mnyama na kuna ngozi anazo tayari za kuwavika Adamu na Hawa. Sasa hebu fikiria kama Adamu na Hawa wangeng'ang'ania waseme sisi haya mavazi tulio ya shona wenyewe yanatutosha, hatuna haja ya ngozi. Kitu gani kingetokea? Shauri la Mungu lisingesimama. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kipengele cha kwanza tumeangalia juu ya ila nyingi, lakini kipengele cha pili tunaingia kwa undani sasa kuangalia shauri la Bwana ndilo litakalosimama. Kwenye Warumi 8:37 mpaka 39, waraka wa mtume Paulo kwa Warumi 8:37 mpaka 39. Tunasoma hivi: Warumi 8. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakayokuwapo wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Wewe unaona, pamoja na hayo yote Mtume Paulo, pamoja na kupitia mambo mengi, majaribu mbalimbali hayo ambayo ameyataja, anasema hayo mambo yote hayawezi kuzuia shauri la Mungu kusimama. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Mtume Paulo anasema pamoja na udhia inawezekana kushinda hali zote mbaya maishani na kumshinda shetani na ila zake. Na tuna uthibitisho wa kibibilia kama ambavyo tumeona. Mtume Paulo anasema katika mambo yote tunashinda na zaidi ya kushinda. Unajua, katika historia ya kanisa hakuna mtu ambaye alipata majaribu mengi na makali kama Mtume Paulo katika huduma yake. Lakini kama ambavyo tunaona, anasema katika mambo yote tunafanya nini? Tunashinda na zaidi ya kushinda. Lakini unaweza kusema habari za Mtume Paulo na wengine walioandikwa kwenye Biblia, tunaweza labda unaweza ukasema uwezi kuamini kitu ambacho kimeandikwa. Unaweza ukasema kwani nani alikuwepo akashuhudia kwamba haya maandishi ni kweli? Japo Biblia imehakikishwa na ni kweli, lakini tunaona kuna uthibitisho wa shuhuda za watu mbalimbali hata miongoni mwetu, yani katika maisha yetu. Katika maisha yako wewe umewahi kukutana na shuhuda za watu, au wewe mwenyewe una ushuhuda jinsi Mungu alivyokushindia, jinsi Mungu alivyokupigania, jinsi Mungu alivyokutetea. Na hizo shuhuda ndizo ambazo zinaweza zikakufanya kwamba pamoja na kuwepo ila nyingi, lakini shauri la Bwana ndilo ambalo limeendelea kusimama katika maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe.
Haleluya. Kwenye Yeremia 29:11 anasema, maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, ni mawazo ya amani, nikiwatakia tumaini na kufanikiwa katika siku zenu za mwisho. Kwenye tafsiri nyingine inasema, Mungu anao mpango mzuri kwa ajili yako na kwa ajili yangu, akinitakia tumaini na kufanikiwa katika siku zangu za mwisho za kuishi hapa duniani. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunapoona maandiko hayo, tunaona shauri la Mungu pekee ndilo linaloweza kusimama au kushinda katika maisha ya mwanadamu na kushinda katika ulimwengu mzima, yaani mbingu na nchi. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Uthibitisho wa ushindi kwanza ni katika uthibitisho wa ushindi upo katika maeneo makuu mawili. Eneo la kwanza ni kusimama kwa shauri au mpango wa Mungu, na eneo la pili ni kushindwa kwa ila za shetani na walio upande wake. Tuko pamoja? Haleluya. Sasa tunataka tuangalie jinsi ambavyo hila za shetani zinazosababisha udhia na mateso, kama ambavyo tumeona jinsi ambavyo zimeweza kushindwa. Sasa tunaangalia yale maeneo ambayo Biblia inatuonyesha. Tumesema kwamba tuna uthibitisho wa nini? Wa kiBiblia. Sawa? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Uthibitisho wa kiBiblia wa kwanza unaoonyesha kwamba shauri la Bwana ndilo litakalosimama. Biblia inasema ya kwamba kila jaribu linakuwa na mlango wa kutokea, na hakuna jaribu linalokosa mlango wa kutokea. Kwenye Wakorintho wa kwanza 10:13 anasema, jaribu alikuwapata nyinyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, lakini pamoja na lile jaribu Mungu ni mwaminifu, hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na hilo jaribu atafanya mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Kwa hiyo tunaposema shauri la Bwana ndilo linaloweza tu kusimama katika maisha ya watu wa Mungu, tunasema hivyo kwa sababu hakuna jaribu lolote linaloweza kumpata mtu wa Mungu ambalo linakosa mlango wa kutokea. Kila jaribu ambalo linaweza likampata mtu wa Mungu lina mlango wa kutokea. Jina la Bwana libarikiwe. Tunapomwangalia Yusufu, tunaona yeye alikuwa ni mtu wa Mungu. Ndio maana Mungu akamfunulia, akamwotesha ndoto juu ya maisha yake atakavyokuwa. Na baada tu ya ile ndoto ilimsababishia udhia na mateso makubwa yaliyotoka kwa ndugu zake.
Ukisoma kuanzia ile Mwanzo 37 na kuendelea, unaona yale yaliyokuwa yanampata Yusufu. Lakini kila jaribu ambalo alikuwa analipata lilikuwa na mlango wa kutokea. Ndugu zake walipotaka kumua, akatokea mmojawapo wa ndugu zake akatoa wazo la kumsaidia ili asiuawe. Na walipomtumbukiza kwenye kisima, maandiko yanasema hata alipokuwa kwenye kisima, lile jaribu lilipata mlango wa kutokea. Kwa sababu maandiko yanasema wakapita Waishmaeli, na hao ndugu zake wakapata wazo, wakasema kuliko kumuua ni afadhali tumuuze. Jaribu likapata mlango wa kutokea. Lakini pia alipoenda kuuzwa kule, Yusufu hakununuliwa tu na mtu hohehae, akanunuliwa na mtu mkubwa, Potifa. Jaribu likapata mlango wa kutokea. Na alipokuwa kwa Potifa, akabambikiwa kesi ya kumbaka mke wa Potifa baada ya Yusufu kumkataa kuzini naye. Akapelekwa gerezani, gereza baya ambalo walikuwa wanapelekwa wale wahalifu wabaya, wenye makosa mabaya, ndiko walikopelekwa. Lakini maandiko yanasema Yusufu huko nako akapata mlango wa kutokea, kwa sababu Biblia inasema yule mkuu wa gereza, Yusufu akapata kibali kwake. Kwa hiyo japo yuko gerezani, lakini hapati yale mateso ambayo wafungwa wengine wanapata. Na akiwa gerezani, watu wawili wakaota ndoto, wafungwa wenzake. Akawatafsiria ile ndoto, kila mmoja na maana yake. Na yule wa mwisho aliyemtafsiria kwamba atatolewa gerezani, kweli ikatokea kama Yusufu alivyotabiria. Lakini akamwambia, utakapoenda kule unikumbuke. Yule ndugu ameenda kule hata akukumbuka. Maandiko yanasema akakaa zaidi tena miaka 2. Lakini pamoja na Yusufu kuendelea kusota gerezani, bado Mungu alifanya mlango wa kutokea. Mungu akamwotesha ndoto Farao. Na ile ndoto wenye hekima, waganga na wachawi wakashindwa kutafsiri. Na ili mlango wa kutokea wa Yusufu upatikane, Mungu akamkumbusha yule ndugu aliyekuwa amefungwa pamoja na Yusufu aliyetafsiriwa ndoto. Akakumbuka, akasema, nimefanya kosa sana. Kule nilipokuwa jela, kuna mtu anayetafsiri ndoto. Alinitafsiria na ikawa kama alivyosema. Na yule mwenzangu alipomtafsiria kwamba atakufa, atauawa, ikatokea vile vile. Mimi nikaishi, nikatolewa, nikarudia kwenye kazi yake. Alipomweleza hivyo Farao, jaribu likapata mlango wa kutokea. Ndipo ulikuwa mwisho wa Yusufu, wa udhia na mateso ya Yusufu. Na shauri la Bwana likasimama. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Alipotolewa, ndipo tunaona ile ndoto yake ambayo alikuwa anawahadithia ndugu zake ilienda kutimia. Kiendelea kusoma zaidi huko, unaona katika maisha ya Yusufu,
Yusufu hakukosa mlango wa kutokea katika majaribu yake yote. Mungu alifanya mlango wa kutokea. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Tayari tumeshasoma kwenye ile Zaburi ya 38 mstari wa 19. Anaposema mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana umponya na hayo yote. Mateso ambayo Yusufu aliyapata, Mungu alimponya yote. Hakukuwa na mateso yoyote yale ambayo Mungu hakushughulika naye. Ilikuwa ni swala la muda tu. Ukiangalia maisha ya Yusufu, unaona mlango ulifunguka kwa wakati. Hata alipokuwa gerezani, maandiko yanasema gerezani alikaa zaidi ya miaka 12. Ilikuwa ni swala la wakati tu. Lakini uaminifu wa Mungu kwa kila jaribu ulikuwepo. Jina la Bwana libarikiwe. Na tunaona kwenye Warumi 8:37 mpaka 39 kama ambavyo tumeona, Mungu akasimama upande wake. Maandiko yanasema Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Haleluya. Yaani pamoja na udhia na mateso ambayo Yusufu aliyapata, lakini Mungu alikuwa upande wake. Ndio maandiko yanasema alipouzwa na kupelekwa Misri, kila mahali maandiko yanasema lakini Bwana akawa na Yusufu. Kwa hiyo swala sio mateso, swala sio dhiki ambazo tunazipata au kukutana nazo. Swala unapopitia hizo dhiki, je, Mungu yuko upande wako? Hilo ndio swali la kujiuliza. Kwa sababu Mungu akiwa upande wako, anaweza kufanya chochote, kama alivyofanya kwa Yusufu. Yusufu ameenda kutafsiri tu ndoto ya Farao. Farao anakutoa ushauri kwamba kinachohitajika atafutwe mtu atakayesimamia miaka hii 7 ya shibe, asimamia kusanye chakula, kwa sababu itakuja miaka mingine 7 ya njaa. Kwa sababu Mungu alikuwa upande wa Yusufu, Farao anasema tupate wapi mtu kama huyu ambaye roho ya Mungu inakaa ndani yake. Lakini baadaye, kwa sababu Yusufu yuko na Mungu, hayuko peke yake. Ni kweli alikuwa mbali na ndugu zake na wazazi wake, yuko peke yake, lakini Mungu alikuwa pamoja naye. Na kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye, tunaona lile swali ambalo Farao aliuliza, akajijibu yeye mwenyewe. Akasema hakuna mtu mwingine isipokuwa ni wewe Yusufu. Wewe ninakukabidhi mamlaka yote, atakaye kuwa juu yako ni mimi peke yangu. Na kukabidhi kila kitu. Haleluya. Unajua Mungu akiwa upande wako, anaweza kufanya mambo makubwa. Anaweza kufanya mambo ya kushangaza. Anaweza kufanya mambo ambayo akili za kibinadamu zitakuwa hazielewi. Ni kama wana wa Israeli walipokuwa kule utumwani Babeli. Wanasema walipoenda kukombolewa, iliwashangaza sana. Ili
iliwashangaza, waliona kitu ni cha ajabu. Imekuwaje? Mungu kweli ametuokoa, Mungu kweli ametukomboa. Ilikuwa ni ajabu. Lakini kwenye waraka wa kwanza wa Yohana anasema ninyi mmewashinda kwa sababu aliye ndani yenu ni mkuu kuliko aliye nje. Yaani ukiwa na Yesu ndani ya moyo wako, wewe ni mshindi. Naona Yusufu katika nchi ya Misri, ushindi wake ulitokana na Yesu kuwa ndani yake. Yesu ni neno la Mungu. Neno la Mungu ndilo lililokuwa ndani ya Yusufu. Ndio maana anamwambia Yusufu, anamwambia mke wa Potifa, nimtendeje Mungu uovu mbaya unaoniambia nikamkosee Mungu? Nawezaje kutenda uovu mbaya? Ni kwa sababu Yusufu alikuwa na neno la Mungu ndani yake. Ndio mtunga Zaburi pia anasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Mtume Paulo anasema sio mimi ninayeishi, bali Kristo ndani yangu. Uhai nilio nao sio wangu mwenyewe. Uhai nilio nao unatokana na Yesu aliye ndani yangu. Na ndio maana Yesu anapomwambia Mariamu na Martha, dada zake Lazaro, anawaambia aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Unajua tofauti, kuna tofauti kubwa ya kifo cha mtu wa Mungu na mtu ambaye hana Mungu. Kuna tofauti kubwa ya kifo cha mtu ambaye ana Yesu ndani yake na huyo ambaye hana Yesu. Kifo ni yule mtu wa ndani kutoka kwenye hili jumba ambalo ni mtu wa nje. Sawa? Kwa hiyo yule mtu wa ndani, Mtume Paulo anasema sio mimi ninayeishi, bali ni Kristo aliye ndani yangu. Uhai wangu umeunganishwa na Yesu. Kwa hiyo ina maana gani? Kama huyu mtu wa ndani ameunganishwa na Yesu, na Yesu anayeishi milele, ina maana hakuna kufa. Kuna kufa kwa mwili huu, ili jumba hili, mtu wa nje, si ndio? Lakini mtu wa ndani hafi. Kuna mhubiri mmoja wa kimataifa ameshaingia utukufuni sasa hivi, lakini nilimsikia alipokuwa anafundisha akasema, kama umewahi kupeleka gari lako garage, ukashuka ukaliacha pale, we ukaendelea, yani ndivyo ilivyo na kifo. Kwamba kifo kinapokuja, yule mtu wa ndani anavua tu mwili. Ni kama kutoka kwenye gari lako ambalo umelipeleka garage, unatoka unaliacha pale. Kwa hiyo ndivyo ilivyo na yule mtu wa ndani. Siku inapokuwa imefika ya yeye kutoka na kuondoka, yani anatoka tu. Sasa yule mhubiri alikuwa na maana gani? Anasema hivi, unapopeleka gari garage alafu ukaliacha ukatoka, ukafungua mlango ukatoka, huwa kuna maumivu? Unakulia, unatoka huku ukilia.